Karibu tena Pop Recaps, na leo tunaanza sizoni mpya ya kusisimua inayomhusu Yunin, msichana anayepambana na changamoto za maisha hadi tukio moja linapobadilisha hatima yake milele. Hadithi inaanza na Yunin, msichana ambaye miaka 3 iliyopita aliishi maisha yasiyo na wasiwasi baada ya kumaliza chuo kikuu. Hata hivyo, mara tu baada ya kuhitimu, uhalisia unampiga kwa nguvu, kwani hawezi kupata ajira ya kudumu. Ndiyo maana, huku akiendelea kutafuta nafasi bora zaidi, anafanya kazi ya muda kama msambazaji wa chakula ili kujikimu. Licha ya matatizo hayo, furaha yake kubwa huja anapotembelea duka kubwa la bidhaa pamoja na dada yake mkubwa Yunyu kutafuta vyakula vilivyopunguzwa bei. Wote wawili wanategemeana kabisa, mmoja kwa mwenzake, wakati Yunyu akipika vyakula vya moto na vitamu. Pia humlinda Yunin kila mara maisha yanapokuwa mazito sana. Usiku mmoja, Yunin anapata kwa bahati mbaya pete ya almasi ndani ya mkoba wa dada yake. Wakati huo, anatambua kwamba Woojin, shemeji yake mtarajiwa, tayari amemposa. Hata hivyo, badala ya kutulia, anaanza kuwa na wasiwasi, kwani anaelewa kwamba Yunyu ameweka uchumba huo siri kwa sababu anaogopa kumwacha peke yake. Hata hivyo, akifikiria furaha ya dada yake, Yunin anaamua kuchukua hatua mbele. Ndiyo maana anakutana binafsi na Woojin na kumhakikishia kwamba anakubali kumpokea kama sehemu ya familia yao. Zaidi ya hayo, anajitolea kupanga mkutano rasmi kati ya familia hizo mbili na kuandamana na Yunyu wakati wa upigaji picha wa harusi, akimsaidia kwa uangalifu katika kila jambo. Siku moja, Yunin anamkuta dada yake akiangalia jarida la mapambo ya ndani na kuvutiwa na taa moja maalum. Kwa kawaida, wao hubadilisha vitu vyao pale tu vinapokuwa vimechakaa kabisa. Hivyo basi, hii ndiyo mara ya kwanza Yunyu kuisifu waziwazi kitu kizuri kiasi hicho. Kwa sababu hiyo, Yunin anaamua kumnunulia taa hiyo kama zawadi ya harusi. Tatizo ni kwamba bei yake ni kubwa sana na akiba yake haitoshi. Akiwa amekata tamaa ya kutafuta suluhisho, anatumia akaunti ya rafiki yake wa karibu kwenye jukwaa la kuuza na kununua bidhaa zilizotumika. Baada ya kuingia, anampata mtu anayetoa taa ile ile kwa bei ya chini zaidi. Bila kupoteza muda, anawasiliana na muuzaji huyo na wanakubaliana kukutana naye usiku huo huo. Anapofika mahali walipopanga kukutana, anakutana na kijana anayeitwa Taeyong. Tangu mwanzo kabisa, Yunin anajaribu kujadiliana kwa nguvu kuhusu bei, lakini Taeyong anakataa kuipunguza na anamsisitiza afanye uamuzi. Kwa kuwa bado haamini bidhaa hiyo, anasisitiza kufungua kifurushi ili aikague, na hata anamwomba ampige picha akiwa pamoja na taa hiyo. Ingawa tayari amechoshwa sana, Taeyong anakubali mwishowe. Hata hivyo, anapomtaka tena afanye uamuzi kama atanunua bidhaa hiyo, Yunin anaikumbatia taa hiyo kwa nguvu, akiogopa kulazimika kuirudisha. Katikati ya mabishano, wote wawili wanakaribia kuanguka chini. Kisha Taeyong anajaribu kumshika, huku yeye akiilinda taa hiyo. Licha ya juhudi zao, athari ya kuanguka inavunja balbu ya ndani. Akiwa na hasira kwa kilichotokea, Taeyong anafuta mauzo hayo mara moja. Yunin naye anakasirika, kwani hana nia ya kumpa dada yake zawadi ya harusi iliyoharibika. Mwishowe, wote wawili wanaondoka baada ya kuachana kwa uhusiano mbaya sana. Muda mfupi baadaye, Taeyong anagundua kwamba kwa makosa amechukua simu ya Yunin. Kwa kuwa simu hiyo imeishiwa na chaji, anaichukua hadi nyumbani kwake ili aiweke kwenye chaji kabla ya kupanga kuirudisha. Hata hivyo, simu inapowashwa, Taeyong anashangaa sana kumtambua kaka yake mkubwa kwenye picha ya mandhari nyuma. Hapo ndipo anagundua kwamba shemeji mtarajiwa wa Yunin ni Woojin. Siku iliyofuata, Yunin anapanga mkutano rasmi kati ya familia hizo mbili kwa ajili ya ustawi wa dada yake. Hata anaagiza vyakula vya gharama kubwa kwa mara ya kwanza maishani mwake ili kila kitu kiwe kamili. Hata hivyo, katikati ya chakula, Taeyong anatokea bila kutarajiwa. Ndipo tu Yunin anagundua kwamba shemeji yake mtarajiwa ni kaka mkubwa wa Taeyong. Hata hivyo, uhusiano kati ya ndugu hao wawili unaonekana kuwa mgumu sana, hali inayofanya mazingira mezani kuwa ya mvutano na yasiyofurahisha. Baadaye, Yunin anazungumza na Taeyong wakiwa wawili pekee. Wakati wa mazungumzo hayo, anamweleza kwamba Woojin alimwacha miaka iliyopita katika kituo cha watoto yatima. Hivyo anamwonya kwamba
hapaswi kumwamini mtu ambaye anaweza kuiacha familia yake mwenyewe. Woo-jin anapojaribu kumfuata ili azungumze naye, Tae-yong anahisi kukata tamaa kubwa sana. Kwa miaka mingi amebeba maumivu ya kuachwa bila kujaliwa hata kidogo. Sasa, huku akimwona kaka yake akijiandaa kujenga familia yenye furaha, anahisi kwamba Woo-jin anatenda kana kwamba yaliyopita yenye maumivu hayakuwahi kutokea. Akiwa amejawa na chuki, Tae-yong anaamua kuvunja kabisa uhusiano kati yao. Baadaye, anatoa kamera ambayo ameihifadhi kwa uangalifu mkubwa, kwani ilikuwa zawadi ya mwisho aliyopokea kutoka kwa kaka yake kabla ya kuachwa. Ni kutokana na kamera hiyo ndipo Tae-yong alikuja kuwa mpiga picha. Hata hivyo, anapokumbuka tena usaliti huo, anaamua kuachana na kila kitu. Ndiyo maana anaitupa kamera hiyo pamoja na picha walizopiga wakiwa pamoja. Muda mfupi baadaye, Woo-jin na Yoon-yu wanafanya harusi yao, lakini Tae-yong anaamua kutohudhuria. Anapoelewa hali hiyo, Yoon anahisi huzuni ya kimya kimya anapotambua kwamba baadhi ya watu hawawezi tu kubaki pamoja kama familia. Hatimaye miaka 3 inapita haraka. Katika kipindi hicho, Yoon anapata kazi kama mfanyakazi wa mkataba katika kampuni ya chakula. Wakati huo huo, Tae-yong anaacha kabisa upigaji picha na kuanza kufanya kazi ofisini, akitafuta utulivu na faida zinazotolewa na kampuni hiyo. Zaidi ya hayo, anaomba mkopo ili kununua nyumba ndogo. Marafiki zake wanaona inasikitisha kwamba Tae-yong ameacha upigaji picha, hasa kwa sababu wanajua vizuri kipaji chake. Hata hivyo, Tae-yong anajibu tu kwa tabasamu la uchungu. Hakuna tena mtu ambaye anatamani kweli kushirikiana naye picha anazopiga. Hivyo hata picha bora kabisa imepoteza thamani yake kwake. Wakati huo huo, Yoon naye anapitia matatizo makubwa. Licha ya kufanya kazi kwa bidii sana, anakosa tena nafasi ya kupata ajira ya kudumu na hajui jinsi ya kumweleza dada yake ukweli. Kama kawaida, Yoon anampikia chakula cha nyumbani na kumhudumia kwa upendo ili asimtie wasiwasi. Yoon anadanganya na kusema kwamba hatimaye ameajiriwa rasmi. Hata hivyo, anapogeuka anagundua kwamba dada yake amemwandalia chumba maalum kwa ajili yake na pia amenunua vitabu kadhaa vya taaluma, akitarajia arudi nyumbani na aweze kuanza tena. Zaidi ya hayo, Yoon anamwahidi kwamba atamuunga mkono kwa kila kitu atakachohitaji. Ingawa Yoon anaelewa nia yake nzuri, kiburi chake kinamzuia kukubali msaada huo. Ndiyo maana anaishia kusema maneno ambayo hayahisi kweli na kuondoka akiwa na hasira. Akiwa na wasiwasi kuhusu yaliyotokea, Yoon anazungumza na mume wake Woo-jin ambaye anafanya kazi kama polisi. Wakati Woo-jin akijaribu kumtuliza, anapokea habari kwamba baba yake yuko karibu kutoka gerezani. Ujumbe huo unamsumbua sana, na siku iliyofuata, akiwa anaendesha gari huku mawazo yakiwa mengi, anapata ajali mbaya ya gari. Woo-jin na Yoon wote wawili wanakufa na kumwacha Yoon akiwa peke yake kabisa. Wakati wa mazishi, Yoon anashika wosia wa dada yake na kulia kwa uchungu. Hawezi kuacha kufikiria kwamba Yoon aliamini maneno aliyosema wakati wa ugomvi wao na kwamba sasa amemwacha milele. Tae-yong yupo hapo, ingawa miaka iliyopita alidai kwamba hamchukulii tena Woo-jin kama kaka yake. Ukweli ni kwamba hakuwahi kumwondoa moyoni mwake. Wakati wote wawili wakilia kwa msiba huo, mtoto mwenye umri wa chini ya miaka 2 anatokea akitembea kwa shida. Huyo ni Woo-yu, mtoto wa wanandoa hao na mpwa wa Yoon na Tae-yong. Kwa kuwa bado ni mdogo sana kuelewa kifo cha wazazi wake, Woo-yu haachi kulia. Yoon anajaribu kumtuliza, lakini mtoto huyo anatulia ghafla anapomwona Tae-yong na kuanza kumkaribia. Wakati huo, baadhi ya waliohudhuria wanakaribia kugongana na Woo-yu, hivyo Tae-yong anakimbia haraka na kumbeba mikononi mwake. Katikati ya vurugu hizo, Yoon naye anajaribu kuingilia kati, lakini anaanguka na kuumia kifundo cha mkono, jambo linalomlazimu kwenda hospitalini.
Baada ya siku hiyo, Taeyong huonekana akiwa pamoja na Woo kila wakati. Kila anapompa pipi, mtoto huacha kulia mara moja na kuanza kucheka. Hata hivyo, pia humchosha kabisa, kwani humkojoa, humlazimisha kufua nguo zake ndogo na hujishikiza mwilini mwake kila wakati. Wakati fulani, Taeyong hata humweka mtoto huyo ndani ya ndoo na kumkokota kuzunguka nyumba ili kumburudisha. Baadaye, Yunin anafika na kumshukuru kwa dhati kwa msaada wake wote. Ni mara ya kwanza anapaswa kushughulikia mazishi na bila msaada wake angelemewa kabisa. Baada ya mazishi kumalizika, wakili anakutana nao wote wawili ili kuamua nani atakayechukua jukumu la kumlea huyu. Taeyong anakataa mara moja na kuweka wazi kwamba hataki tena kuwa na uhusiano wowote na familia ya kaka yake. Hata hivyo, Yunin anasema kwa msimamo kwamba yeye mwenyewe atamlea mpwa wake. Kabla hajaondoka, Taeyong anampa Woo pipi moja ya mwisho. Hakuna hata mmoja wao anayefahamu kwamba hatima tayari imeanza kuwaunganisha kwa njia isiyotarajiwa. Baada ya kumpoteza dada yake, Yunin anachukua rasmi jukumu la kumlea Woo na kuhamia katika nyumba ya Yunyu. Akiwa huko, anaingia kwenye chumba ambacho dada yake alikuwa amemwandalia maalum. Anapoviona vitabu vya kazi vikiwa vimepangwa kwa uangalifu, Yunin anajawa kabisa na maumivu. Haachi kujilaumu kwa maneno makali aliyoyasema kabla ya msiba huo. Ndipo wakati huo huo anapokea arifa kutoka kwa kampuni ikimjulisha kwamba usaili wake umeahirishwa. Ujumbe huo unamvunja moyo hata zaidi. Kama habari hiyo ingefika siku chache mapema, huenda asingegombana na dada yake wala kuagana na mtu muhimu zaidi maishani mwake, akiwa amebeba majuto makubwa. Siku iliyofuata, Yunin anaanza rasmi maisha yake mapya kama mlezi wa Woo. Hata hivyo, kumlea mtoto ni jambo gumu zaidi kuliko alivyokuwa amefikiria. Baada ya kujitahidi kumwandalia chakula kinachofaa, mtoto huyo anatapika kila kitu. Zaidi ya hayo, sebule inajaa vinyago kwa muda mfupi. Kwa bahati nzuri, rafiki yake wa karibu anabaki kando yake na kumsaidia, hasa kwa sababu Yunin bado ana jeraha kwenye mkono. Hata anamfulia nywele, jambo linalomruhusu kupumzika kwa mara ya kwanza baada ya siku nyingi. Rafiki yake pia anaahidi kutokwenda kazini siku ya usaili ili abaki akimlea Woo. Kwa kuwa mtoto huyo ni msumbufu sana, anaishia kumuulizia kuhusu Taeyong, mjomba wake mwingine. Hata hivyo, Yunin anakataa wazo hilo mara moja, akiwa na uhakika kwamba mwanaume huyo asiye na uwajibikaji bila shaka anaendelea kufurahia maisha yake kwa utulivu. Lakini ukweli wa maisha ya Taeyong uko mbali sana na kuwa rahisi. Baada ya kifo cha Woojin, anachukua chupa ya pombe na kwenda nyumbani kwa rafiki yake na kuendelea kuzungumza hadi usiku wa manane. Wakati wa mazungumzo hayo, anakumbuka simu ya mwisho ambayo kaka yake alipiga kabla ya ajali. Woojin alijaribu kuwasiliana naye, lakini Taeyong hakupokea simu hiyo. Badala yake, alipokea ujumbe ambao kaka yake alisema kwamba alihitaji kumwambia jambo muhimu. Tangu wakati huo, Taeyong hawezi kuacha kuyafikiria maneno hayo na hujiuliza kila mara ni jambo gani Woojin alitaka kumwambia. Wakati huo huo, anajishughulisha na kukarabati nyumba yake mpya na kununua samani kupitia mtandao, akiwa ameazimia kuanza maisha tofauti. Hata hivyo, kila anapoiona chupa ya pipi iliyopo nyumbani kwake, anakumbuka tabasamu la Woo baada ya kupokea pipi moja. Na hapo ndipo sehemu ya kwanza inaishia. Je, Yunin ataweza kumlea Woo peke yake? Na je, uhusiano kati yake na Taeyong utaanza kubadilika? Endelea kufuatilia Pop Recaps kwa sababu sehemu ya pili inakuja hivi karibuni.